muda wangu unaenda hapa, lakini ngoja nieleze jambo hili, at least niingie wakati wa mwisho. Niruke mengine yaliyofanyika hapo, uone muziki unavyosafiri. Ibilisi akiwa kazini na ajenda yake na gia yake ya kwanza pale Edeni, na anavyotembea nayo. Twende muziki wakati wa mwisho, ili upate vizuri wakati wa mwisho. Kwenye Ufunuo 14 mstari wa 9 tunasoma ule ujumbe wa malaika watatu, mtu awaye yote. Hebu soma hapo Ufunuo sura ya 14 mstari wa 9. Katika ule ujumbe malaika watatu anagusa, sikiliza anachosema hapo. Ufunuo 19 mstari wa 4. Hebu soma. Na mwingine malaika watatu akawafuata, akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, akisujudu huyo mnyama na sanamu yake, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, au katika mkono wake, ndio yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu. Hebu komea tu kwanza. Huyu wa malaika watatu anaanzia na ile ambayo ni the final stage, hatua ya mwisho ya anachotaka. Ndio maana niliwaambia kwamba mwisho wa kila ibada ya muziki inakusujudu. Na niliwaambia kwenye Ufunuo, kitabu cha Ufunuo kina hilo neno kusujudu ama kuabudu mafungu maneno 24, na katika hayo 24, 6 yametumika kusujudu mnyama, sanamu na joka. Kwa hiyo Ufunuo, unabii wa malaika, ujumbe wa malaika watatu unaanzia atakaye sujudu mnyama. Lakini swali linabaki, wanafikaje hapo? Swali linabaki, kwani Baali Peori walifikaje kwenye kusujudu? Ilikuwa ni gia ya muziki. Sasa niangalie vizuri inapofanyika. Kabla sijafika hapo, maana anazungumzia Babeli, huyo wa pili anasema umeanguka Babeli, umeanguka Babeli, umeanguka. Kwa mara ya kwanza Babeli imetajwa kwenye Mwanzo sura ile ya 10, wakati wa Nimrod ndiye aliyejenga Babeli wa kwanza. Na hiyo Babeli ikaangushwa kwenye Mwanzo sura ya 11, iliangushwa na Mungu mwenyewe, ikachafuka lugha alipochafua usemi. Kwa hiyo ya Nimrod ikaangushwa na Mungu mwenyewe. Babeli ya pili ikajengwa na Nebukadreza. Kwenye ile kitabu cha Danieli 4 mstari wa 30, Nebukadreza anajisifia, je, hii sio Babeli mkuu niliyoujenga? Na hiyo ikaangushwa na Wamedi na Wajemi mwaka wa 539 kabla ya Yesu. Lakini unakuja kwenye Yona tena Babeli kwenye kitabu cha Ufunuo, Ubabeli umeanguka. Ujumbe wa malaika wa pili, nini imefanya ianguke? Imeishia kusujudu, ndio maana imeanguka. Wakati ule Musa anatoka mlimani, Mungu alimwambia kwenye ule mstari wa 7 kwenye Kutoka 32, shuka, maana watu wako wamejiharibu. Ile neno wamejiharibu maana yake wameoza.